Bwana, heshima wananchi Young Africans wako hivi, ni wa moto kweli kweli, ikiwa mpaka sasa hivi wako kileleni katika msimamo, na session hii ni maalum kwa ajili ya Young Africans na namna ambavyo wameanza msimu kitofauti. Wameanza msimu kipekee kabisa. Kwenye engo ipi? Mpaka sasa zimechezwa rounds mbili. Round ya kwanza na ya pili imeisha, ambapo jana usiku ndio ulikuwa mchezo wa mwisho wa round ya pili kati ya Azam FC dhidi ya TRA. Congratulations kwa Azam, wameshinda ule mchezo, ingawa ulikuwa na vitu vingi sana ndani yake, makadi mekundu nini na vitu vya namna hiyo. Lakini mbali na hapo, leo ni mapumziko, kesho NBC Premier League inarudi tena. Kuna michezo, lakini kuna michezo miwili, lakini mchezo wa siku au tuseme mchezo wa raundi ya tatu, mchezo ambao tunafikiria utakuwa na ushindani, utakuwa na ubora mkubwa zaidi, kwa sababu unakutanisha timu kubwa, ni ule ambao utapigwa hapa Singida, ambako mimi pia nipo, kwa maana ya mchezo kati ya Singida Black Stars dhidi ya mnyama Simba katika uwanja wa Airtel pale Mtipa. Sasa raundi hii ya tatu ina hiyo mechi kubwa, lakini hatujikiti hapo. Sisi tunapoenda kujikita ni eneo la namna Young Africans walivyoanza mpaka sasa hivi katika ligi ya NBC. Zimecheza raundi mbili, lakini timu ambazo zimekusanya alama 6 mpaka wakati huu ni 2 tu, na zenyewe ni Young Africans na Simba, 2 tu. Just imagine, angalia hiyo ligi ilivyokuepo msimu huu. Unajua msimu huu ligi inakimbizwa sana kuelekea katika, sababu tuna AFCON. Kwa hiyo maandalizi inabidi yafanyike mapema, ligi inabidi ishe mapema. Kwa hiyo ratiba imekuwa ikibana sana. So mpaka sasa hakuna timu hata moja katika ligi kuu ambayo haijaruhusu goli. Just imagine, raundi mbili lakini timu zote zimesharuhusu angalau goli. Lakini mpaka sasa hivi timu zenye alama 6 ni hizo mbili. Timu ambayo imefungwa michezo yote miwili ni Coastal Union Mangush mpaka wakati huu. Young Africans mpaka sasa tunapozungumza tayari wameshaweka kimiani mabao saba wamefunga katika michezo miwili. Mabao 7 haya, mchezo wa kwanza dhidi ya Namungo ambao ulichezwa kule Majaliwa Lindi, walishinda magoli 3-1. Mchezo wa pili ni wa jana ambao walicheza na Coastal Union, walishinda magoli 4-1. Ukiangalia mabao 7 katika mechi mbili, wastani wa mabao 3 katika kila mchezo. Tena hapo kuna bao moja la ziada, unaweza kusema 3.5. Wastani wa magoli 3 katika kila mchezo ambao wamecheza. So hiyo ni Young Africans. Mind you, Young Africans ndio bingwa mtetezi. Young Africans ni bingwa wa misimu 5 iliyopita. Young Africans wako pale kileleni. Maana yake nini? Maana yake wameanza ligi vizuri, kama ambavyo walikuwa wanatarajia, pengine kama ambavyo huaga wanatamani, na ndivyo ambavyo imetokea. Kila mmoja anatamani wakati huu angekuwa kileleni katika msimamo, ingawaje ni mapema sana, lakini kukaa pale kileleni katika msimamo ni kitu ambacho kila mtu anawishi kiwe hivyo. That's why hata mimi katika ukurasa wangu wa Instagram nilipost 2 times kwenye occasions mbili tofauti. Occasion ya kwanza wakati Simba anaongoza ligi, niliandika kwamba tu screenshot huu msimamo au ndo baba Jeni, kwa maana ndo imeisha, ni Simba pale atoki. Lakini baada ya Young Africans kucheza na akashinda pia, amekaa pale juu katika msimamo, nikasema hivyo tupige picha au ndo baba Jeni bye bye. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ilikuwa nimeuliza pale. Sasa Young Africans, makali ya Young Africans yanatokea wapi? Ubora wa Young Africans unatokea wapi? Iko ndo kitu ambacho tunakwenda kuangalia sasa hivi. Mpaka sasa hivi tunapozungumza, Yanga ina pool kubwa la wachezaji, na sio tu wachezaji, timu zote zina wachezaji, lakini wachezaji wenye qualities kubwa. Wameleta wachezaji wapya kikosini, kocha anajaribu kuwapa nafasi, anaangalia, lakini ukimwangalia between the lines, kocha unaona kuna maeneo ameanza kutuonesha rangi yake, kwamba kuna vitu kuna maeneo tayari ameshapata cream zake. Kuna eneo linaonekana kuwa hatari zaidi. Eneo ambalo ni hatari zaidi ni safu yake ya ushambuliaji na kiungo. Safu ya ushambuliaji na kiungo. Backline tayari imesharuhusu magoli 2. Wastani wa kila mechi kuruhusu goli. Kwa hiyo ni eneo ambalo huwezi kusema liko bora sana, kwa sababu tayari facts zinakataa, kwa maana ya statistics za namba zinakataa. Tayari amesharuhusu magoli 2. Lakini eneo la kushambulia lipo la moto, kwa sababu magoli 2 ambayo Young Africans wameruhusu, zipo timu ambazo zimeruhusu goli 1 tu. Kwa mfano Simba wameruhusu tu goli 1. Timu ambazo zimeruhusu goli 2, kwa mfano Azam wameruhusu tu goli 2. Kwa hiyo ukiangalia
hiki ambacho Young Africans wamekifanya katika safu yao ya ulinzi, timu nyingi zina hayo mazingira, zimeruhusu goli 2, goli 1 zipo. Kwa hiyo huwezi kusifia sana. Eneo ambalo utalisifia sana ni eneo la kiungo na safu yao ya ushambuliaji. Hiyo ndo basic ya Young Africans. Vipi? Kwenye laini yao ya kushambulia, Yanga wanacheza na watu watatu. Of course ni 4-3-3 namna ambavyo wanacheza. 4-3-3 yao ukiachana na hao mabeki wanne, katikati kuna viungo watatu. Viungo watatu hao, kuna Duka Buya, kuna Mudathir Yahya, alafu kuna Max Nzengeli. Kule juu kwenye kushambulia, yupo Hussein Zakwani, yupo Albert Kangwanda, yupo na Peter Shalulile. Kwa ni 4-3-3. Maana yake nini kabla sijaenda deep zaidi? Maana yake Young Africans hii ambayo tunaiona ina makali imeanzia kwa kocha. Yaani ukiangalia unaona ni timu ya kocha. Kwa nini? Young Africans katika misimu mingi iliyopita hapa nyuma walikuwa wakicheza kwenye 4-2-3-1. Huo ndio mfumo ambao walikuwa wakicheza kwa kipindi. Sometimes 4-4-2, mara chache sana 4-1-4-1, mara chache sana 4-1-4-1. Lakini asilimia kubwa 4-3-3 Young Africans hawajaitumia muda mrefu. Kocha anakuja kuileta hiyo shape. Unaona namna ambavyo Max Nzengeli kwenye ule utatu wa katikati, namna ambavyo Max Nzengeli anawasogelea zaidi wale washambuliaji ambao wako juu. Ukiangalia kama 4-2-3-1, lakini angalia positioning ya Max katika eneo ambalo anakuepo. Unaona kuna namna ambavyo anasogea juu, anakwenda kwa backup wale wachezaji watatu ambao wako pale. Sasa kwenda kwa backup wale wachezaji watatu, na mwenyewe amekuwa akiscore. So far tunapozungumza ndio kinara upatikaji mabao kwa upande wa Young Africans. Tayari ameshafunga magoli 2. Lakini uwanjani ni kama bulldozer. Yupo katika kila kona ya uwanja. Ukienda kushoto utamkuta, ukienda upande wa kulia utamkuta, na nguvu yake ya kushambulia ni kubwa kweli kweli. Pale juu kuna Hussein Zakwani. Huyu Hussein Zakwani jana nilimpost. Nikasema Young Africans kama kuna kitu wamefanikiwa ni kuitengeneza timu yao kuwa na mirija mingi ya kufunga. Yani scoring opportunities wanazitengeneza sehemu nyingi. Wanaweza kukufunga katika crosses zinapigwa na mafullback wao. Mafullback wana overlap juu. Upande wa Shadrack Boka unaonekana kuwa ndo zaidi. Una overlap juu, Shadrack anajaribu kupiga mitungi. Wanaweza kukumaliza kwenye aina hiyo ya mipira. Upande wa kulia pia Yao Kwasi Atola anapiga mitungi, wanaweza kukumaliza katika hiyo aina hiyo ya mipira pia. Kwa hiyo ni option ya kwanza, ni option ya cross. Option ya pili ni eneo la midfield. Direct passes, angalia penetration passes zinavyopitishwa. Max Nzengeli, eneo la midfield, anavodrive timu na kupitisha mipira. Mudathir Yahya anafanya tena the same task. Na hao wote wawili wamescore. Just imagine. Yaani Mudathir na Maxi wamescore mpaka sasa hivi katika hizo mechi mbili tunazozungumzia. Maana yake ni option nyingine ya Young Africans katika kuscore. Wana hawa midfielders ambao wana uwezo wa kufunga. Kwa hiyo option ya kwanza ni crosses. Okay, crosses zimeshindikana that day. Wana option ya kupita kwenye midfield wakakumaliza. Midfield imeshindikana that day, au tuseme zote zimefanya kazi. Wana option ya cutback passes, kupita katika half spaces. Huyu ni nani? Half spaces ni nusu nafasi. Maana yake ni kwa timu pinzani ni nafasi inayopatikana katikati ya mlinzi wa pembeni na mlinzi wa kati. Hii ya katikati hapa ndo half spaces. Ni eneo ambalo Zakwani Hussein anaonekana kuwa threat zaidi kulitumia. Analitumia vizuri. Sasa huyu anakupa nini? Anakupa cutback passes. Kitu ambacho upande huu wa kushoto mara nyingi huaga anakifanya Shadrack Boka kwa pesi yake. Shadrack Boka ana kasi kuliko Yao Kwasi Atola. Maana yake ana uwezo kuingia ndani ya box haraka akakupa cutback passes, watu wakamalizia. Kwa hiyo jana kwa mfano kuna pasi moja alilazimisha aliingia akamtolea Max. Max akatuliza ule mpira ukawa unashuka hivi akapiga mpira ukaenda kambani. Ndio vitu ambavyo navizungumzia. Lakini mbali na hapo kuna option nyingine, yaani hizo option tatu ambazo nimezungumzia, kuna option ya cutback, kuna option ya crosses, kuna option ya midfield. Option ya mwisho ya tatu ni option ya madaraja ya wachezaji. Yaani kuna kwa mfano jana kuna namna yale magoli ambayo wamefunga Yanga, yale magoli ya jana, kuna magoli unaona ni la quality, yaani la ubora wa mchezaji. Goli ambalo Albert Kangwanda kalifunga sio bao rahisi. Angalia ile tano. Angalia alivyo receive mpira na kuthubutu kushuti. Sio kitu rahisi. Ndio hizo qualities ambazo ninazungumzia. Bao ambalo kafunga Mudathir Yahya, kafunga kwenye weak foot, mind you. Ile ni weak foot. Maybe angekuwa mchezaji mwingine kwa
Kwa sababu ni kiungo, angetaka kutoa pasi au angetaka kupiga auta kwa kutumia mguu wake wa kulia, kwa sababu ndio mguu ambao anaamini zaidi. Lakini kwa sababu ya daraja la mchezaji akaamua kushoot na weak foot ambao ni mguu wa kushoto. Akashoot na mpira ukawa umeingia kambani moja kwa moja. Hizo ndio threat ambazo tunazungumzia kwa upande wa Young Africans. Sasa hii mipango yote inatokea katika uwanja wa mazoezi. Sasa Young Africans mpaka sasa hivi katika hizo mechi mbili wametuonesha threat. Of course kuna eneo ambalo mara nyingi wanalizungumzia, eneo la Shadrack Boka Isaka, eneo ambalo anapata nafasi zaidi ya kucheza, anaonekana kuwa threat zaidi. Mohamed Hussein jana ameingia na Shadrack yuko humo ndani. Just imagine eneo la Mohamed Hussein ndio ilibidi tutarajia Shadrack atoke. Shadrack yuko ndani na Mohamed akaingia ndani. Mohamed Hussein akafunga goli. Ni kitu ambacho kinaweza kikamfanya kocha. Unajua makocha sometimes wanaamini sana kwenye mentality kwamba okay, huyu kwa sababu amescore anakupa nafasi zaidi ya kucheza. Na kutolea mfano Azam FC. Azam FC katika mchezo ambao walicheza na Police Tanzania, Sopo alianzia bench lakini akaingia akaenda kufunga mkwaju wa penalty. Baada ya kufunga, ile ni mentality. Maana yake okay, huyu amescore, kuna mentality mchezaji anaijenga. Mechi inayokuja akampa tena nafasi akascore tena. Kwa hiyo ukiangalia ni ile scoring mentality ambayo ipo. Sometimes mchezaji anatakiwa kupewa hiyo time ili awe na scoring mentality. Kwa hiyo kwa upande wa Mohamed Hussein huenda akapata zaidi nafasi. Tunatarajia kumuona kama atacheza katika mchezo dhidi ya JKT Tanzania ambao ndio mchezo unaofuata. So far tunapozungumza mazingira ndio yako hivyo kwa Young Africans. Nasema hapana, hiki kitu lazima nikigusa. Of course ingawaje muda umeenda, lakini ningeweza kuzungumzia tangu jana, lakini ningesema hiki kitu inabidi nikigusie, watu waone hii threat ambayo Young Africans wanaitengeneza katika safu yao ya kushambulia, katika safu yao ya kiungo. Katika eneo la ulinzi bado kuna vitu vinaonekana viko sawa. Kuna makosa ambayo yamefanya timu iconcede magoli mawili mpaka wakati huu tunapozungumza. Hilo ndo kubwa zaidi ambalo nilikuwa nataka nizungumze kwa muda huu, lakini wewe una nafasi ya kuweka comment kwenye comment section hapo. Unaridhishwa na performance ambayo Young Africans wanaionyesha? Andika kwenye comment section hapo kama ndio au hapana. Hii ni Mzinga Sports, usisahau kusubscribe.